Jina langu ni Fatuma Chilo, mimi ni mtumishi wa shirika la Nyumba la Taifa. Ninahudumu katika cheo cha mkurugenzi wa rasilimali watu na utawala. Kwa siku ya leo napenda kushukuru Hospitali ya Taifa Muhimbili kwa kutuwezesha kupata wataalamu wa kuja kutufundisha ama kutukumbusha namna ambavyo tunapaswa kuishi kuhusiana na masuala ya afya ya akili. Sisi tumekuwa tuna ushirikiano na Hospitali ya Taifa ya Muhimbili kwa kutupatia huduma mbalimbali kwa kuboresha afya za wafanyakazi wetu. Na tumekuwa tuna mashirikiano nayo kwa muda mrefu, kuanzia upimaji wa hali zetu za afya, magonjwa yasiyoambukiza. Na kwa leo hususani wafanyakazi wetu wa shirika la nyumba wote kwa ujumla wanapata mafunzo yanayohusiana na afya ya akili. Tumegundua kwamba hii ni changamoto ambayo inazunguka jamii nzima, sio tu wa Tanzania lakini duniani kote. Kwa hiyo tumetambua na tumeweza kuwaomba wenzetu waweze kuja kutuelekeza namna bora ambavyo tunaweza tukakabiliana na changamoto hii. Mimi kwa jina naitwa Danstan Mgouya, ni mfanyakazi wa shirika la Nyumba la Taifa. Nipo kitengo cha usimamizi wa miliki na ni afisa miliki mwandamizi wa shirika la Nyumba la Taifa. Leo hii tunashukuru Mungu na tunashukuru management kwa kutupa mafunzo rasmi yanayohusu afya ya akili kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Na katika mafunzo haya tumeletewa madaktari mahiri, naweza nikasema, kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, Dr. Nuruweri na Dr. Kweka. Kwa kweli binafsi nimefurahia sana ya mafunzo kwa sababu hawa wataalamu ni kama wamejipanga, kwa sababu Dr. Nuruweri alitueleza namna akili na ubongo wetu unavyoweza kufanya kazi. Jinsi gani maamuzi yetu tunaweza kuyafanya, namna gani emotions zetu zinaweza kuwa controlled na ubongo wetu. Kwa hiyo Dr. Nuruweri alitupa namna ubongo unavyoweza kufanya kazi na jinsi gani tunaweza tukafanya maamuzi yakawa mazuri au mabaya. Lakini sasa Dr. Kweka amekuja kumalizia kabisa ni kuona jinsi gani haya maisha yetu yanaweza kulink na jinsi ya ufanyaji kazi wetu, na namna gani maisha yetu na kazi zetu yanaweza kuathiri maisha yetu ya kawaida na kumwisho kutupelekea katika matatizo ya kuwa na afya ya akili. Kwa hiyo sasa utakuta kiujumla wake wametueleza namna kuweza kujijua sisi wenyewe kama wafanyakazi, namna ya kutambua matatizo yetu kama wafanyakazi, na namna ya kuweza kuyatatua au kuweza kuyashughulikia. Na ndio maana Dr. Kweka amemaliza kwa kutupa skills ya namna kuweza kuhandle hizi changamoto zetu za kazi ili tusiweze kuangukia kwenye matatizo ya afya ya akili. Mimi naitwa Dr. Gavin Kweka, mimi ni daktari bingwa mbobezi wa figo kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Tumejumuika na National Housing Corporation. Kwanza nishukuru mkurugenzi mtendaji kwa kutuwezesha sisi kama Hospitali ya Taifa ya Muhimbili kufika National Housing Corporation kwa ajili ya kukaa na watumishi. Nia hasa ilikuwa kufanya mafunzo yanahusisha afya ya akili na magonjwa sugu yasiyoambukiza. Mimi niligusa kwenye eneo la afya ya akili linavyohusiana na magonjwa sugu yasiyoambukiza. Hivi mtu tuchukulie akapata kisukari, akapata saratani, akapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, alafu akapewa ile taarifa anabebaje, na jinsi gani tunaweza tukaishi kwa taarifa ngumu zile zikatuletea magonjwa, kwa sababu kitaalamu hisia ina uhusiano pia na magonjwa. Kwa hiyo kadri unavyokaa na uchungu pia kumbuka kinga yako inashuka na ni rahisi pia kupata magonjwa. Kwa hiyo tumepitishana na watumishi wa National Housing Corporation tukajadili kuhusu afya, jinsi gani waishi kwa ulaji bora ambao, na je kuna uhusiano gani pia kwenye ulaji na afya ya akili, kwa sababu kumbuka eneo la hisia pia linamfanya mtu apate changamoto pia kwenye eneo hilo. Mfano, mtu anaweza kawa na changamoto kubwa ya stress au msongo wa mawazo afu akashindwa kula au akala sana, mfano vitu vya sukari, ambao baadaye vikamletea changamoto, ama akaingia kwenye ulevi. Akitumbukia kwenye ulevi akawa anatumia vilevi kupita kiasi, matokeo yake ni kama ni rahisi sana kuharibu ini au akaharibu figo zake. Kwa hiyo vyote tabia hizi ambazo zinaitwa na changamoto ya hisia ni rahisi sana baadaye kukuletea changamoto ya magonjwa sugu yasiyoambukiza. Kwa hiyo nimejitahidi hapa kuhakikisha hawa watumishi wanaweza kuelewa hatari
ya kuingia kwenye tabia fulani, mfano za ulaji wa vitu vya sukari au changamoto ya hisia kupelekea kuwa na changamoto ya ulaji kupindukia, mwili wako ukaongezeka au ukajipelekea hatari ya kupata magonjwa sugu yasiyoambukiza. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana National Housing Corporation kwa ajili ya kuleta mafunzo kwa watumishi wa umma kutoka kwa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Asante.